BMP TV Professional Update. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online, karibu sana kwenye sauti yako ya ukweli kutoka moyo wa Afrika. Ni mimi Bila Pengo Olua. Tunakupongeza na kushukuru kwa kuendelea kutufuatilia kila siku kupitia mitandao yetu ya kijamii. Asante sana kwa uaminifu wenu na endeleeni kutuunga mkono. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mpya mara tu zinapotoka. Ratiba yetu ya matangazo ya habari kutoka BMP TV Online. Tunawaletea taarifa kamili za habari kila siku kwenye nyakati zifuatazo: saa 12 asubuhi kwa majira ya Afrika Mashariki. Hii ni sawa na saa 11 asubuhi kwa majira ya Afrika ya Kati. Saa 4 asubuhi Afrika Mashariki ni saa 3 asubuhi Afrika ya Kati. Saa 8 mchana Afrika Mashariki ni saa 7 mchana Afrika ya Kati. Saa 12 jioni Afrika Mashariki ni saa 11 jioni Afrika ya Kati. Na leo Jumamosi tarehe 25 Oktoba 2025. Na sasa tuende moja kwa moja kwenye muhtasari wa habari za leo. DRC. Mikutano ya hadhara ya makundi ya kijamii inatarajiwa kufanyika katika mji wa Bukavu na Goma. Wananchi wanahimizwa kudumisha amani na kufuata maagizo ya usalama wakati wa mikusanyiko hiyo. Mamlaka za usalama zimetaka umma kuwa makini na kuepuka taarifa za uchochezi kwenye mitandao ya kijamii. Marekani. Jeshi la Marekani limeunda kikosi kikubwa zaidi cha kijeshi katika bahari ya Caribbean kwa miongo kadhaa. Ndege za kivita za Marekani zimefanya mashambulizi katika pwani ya Venezuela, hatua iliyoibua wasiwasi mkubwa wa kimataifa. Kuna na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya Demokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. DRC. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maandalizi ya mikutano ya hadhara yanaendelea katika miji ya Bukavu na Goma. Kwa mujibu wa taarifa zilizopokelewa, mkutano wa hadhara wa kwanza unatarajiwa kufanyika katika eneo la uwanja wa 24 mjini Bukavu, ambapo wananchi mbalimbali wanatarajiwa kushiriki tukio kama hilo. Pia linapangwa kufanyika mjini Goma katika siku zijazo. Ilikuwa na lengo la kujadili masuala ya kijamii na ya usalama. Mamlaka za usalama zimewataka wananchi wote kuzingatia utulivu na kutoshiriki katika vitendo vinavyoweza kuhatarisha amani. Vile wananchi wamehimizwa kuepuka ushawishi wa taarifa zisizo rasmi kwenye mitandao ya kijamii na badala yake kufuatilia matangazo ya vyombo vya habari vya serikali na taasisi rasmi za usalama. Kwa upande mwingine, viongozi wa kijamii na mashirika ya kiraia wameendelea kutoa wito wa mshikamano wa kitaifa, wakisema amani na utulivu ndizo nguzo kuu za maendeleo ya taifa. Baadhi ya mitandao ya kijamii imekuwa ikirusha matangazo ya moja kwa moja kuhusu maandalizi ya mikutano hiyo. Hata hivyo, wataalamu wa usalama wamesisitiza umuhimu wa kudhibitisha chanzo cha taarifa kabla ya kuziamini au kuzisambaza kwa umma. Ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online, tunahitimisha taarifa yetu kutoka katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali na vyombo vya usalama vimeendelea kutoa wito kwa wananchi wote wa Bukavu, Goma na maeneo jirani kudumisha utulivu, kuheshimu sheria na kushirikiana katika kulinda amani ya taifa. Vyombo vya habari pia vimetakiwa kuzingatia maadili ya kitaaluma katika kuripoti habari hizi nyeti kwa lengo la kulinda maslahi ya taifa. Hii ni taarifa rasmi ya habari kutoka BMP TV Online, tukikuletea matukio muhimu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakuomba uendelee kutufuatilia kwa taarifa sahihi, kamili na za kuaminika. Tujielekeze Marekani. Kwa miezi miwili sasa, jeshi la Marekani limekuwa likijenga nguvu kubwa za kijeshi katika bahari ya Caribbean
likijumuisha meli za kivita, ndege za kivita, wanamaji, ndege zisizo na rubani na ndege maalum za ujasusi. Ripoti za BBC zinasema huu ni mkusanyiko mkubwa zaidi wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo kwa kipindi cha miongo kadhaa. Kwa mujibu wa vyanzo vya ulinzi, ndege za kivita za Marekani zimefanya mashambulizi kadhaa katika pwani ya Venezuela, huku rais wa zamani wa Marekani Donald Trump akiruhusu pia kutumwa kwa maafisa wa shirika la kijasusi la CIA nchini humo. Marekani inadai kuwa mashambulizi hayo yalilenga boti ndogo kutoka Venezuela ambazo kwa madai yao zilikuwa zikisafirisha mihadarati na magaidi wa dawa za kulevya. Hata hivyo, haijatoa ushahidi wa kutosha kuthibitisha madai hayo, jambo lililosababisha wataalamu wa kimataifa na viongozi wa eneo hilo kulaani vikali mashambulizi hayo, wakisema ni kinyume cha sheria za kimataifa. Wataalamu wa masuala ya Amerika ya Kusini, akiwemo Dr. Christopher Sabatini wa taasisi ya Chatham House, wamesema wazi kuwa hatua hizo za Marekani zinaonyesha wazi nia ya kufanikisha mabadiliko ya serikali nchini Venezuela, wakiongeza kuwa huenda kampeni hiyo inakusudia kumwondoa madaraka Rais Nicolas Maduro. Maelezo ya ziada. Ripoti hizo zinaibua maswali mazito kuhusu uhalali wa mashambulizi ya Marekani katika eneo hilo, hasa kutokana na kutokuwepo kwa ushahidi wa moja kwa moja kuhusu walengwa na mashambulizi hayo. Wadadisi wa siasa za kimataifa wanasema hali inazidi mvutano kati ya Marekani na Venezuela, ambao tayari ulikuwa wa muda mrefu. Ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online, tunahitimisha taarifa yetu ya habari kutoka katika nchi ya Marekani. Hali ya kisiasa na kijeshi katika ukanda wa Caribbean inaendelea kuwa tete, huku dunia ikifuatilia kwa makini uhusiano kati ya Washington na Caracas. Serikali ya Venezuela haijatoa taarifa rasmi kamili kuhusu matukio ya mashambulizi hayo, ila imeyataja kama kitendo cha uvamizi na uchokozi wa kijeshi. Hii ni taarifa rasmi ya habari kutoka BMP TV Online, tukikuletea taarifa za kimataifa kuhusu hali ya usalama na kidiplomasia duniani. Tuendelee kufuatilia kwa undani matukio haya yanayoathiri amani ya Amerika ya Kusini. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi. Kwa niaba ya timu nzima utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Olua. Zingatia muda wa taarifa zetu kutoka hapa BMP TV Online. BMP TV Professional Update.